Ndugu zangu, kusanyika hapa ili tuweze kuwa na ibada ya kwenda kuulaza mwili wa ndugu yetu na kiongozi wetu katika taifa hili, Cleopa David Msuya, ambaye Mungu amemuita kutoka maisha haya na kwenda kupumzika akisubiri ule ufufuo ambao tumeahidiwa. Na tuanze sasa ibada hii maalum ya mazishi ya mpendwa wetu Cleopa David Msuya aliyeitwa mbinguni, tukianza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sharika, tusimame tusikie zaburi ya siku ya leo. Na tutulizwe na zaburi kutoka zaburi ya namba 46 mstari wa kwanza hadi wa 3. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapo tetemeka milima moyoni mwa bahari. Maji yake ajapovuma na kuumuka, ijapo pepesuka milima kwa kiburi chake. Amen. Ameni, na tukae. Sasa tushirikiane pamoja tukiimba wimbo wa 154 katika kitabu chetu cha Kumwabudu Mungu wetu. Amen.
dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, mkiinamisha vichwa, tumungamie Mungu dhambi zetu. Ungamo hilo hapo chini. Mungu Mwenyezi, amen. Nami kwa nguvu ya neno la Mungu na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi tafadhali. Karibishe kwaya ya Umoja Mwanga. Karibuni kwa wimbo. Wapendeza kwa furaha pamoja na Yesu, ndipo penye furaha kuu ya ajabu. Mji mzuri mbinguni kwake Baba, kwa Baba wapendeza kwa furaha pamoja na Yesu, ndipo penye furaha kuu.
Kuomboleza kwa Wakristo ni tofauti na njia ya wa mataifa. Yesu Kristo katika Injili aliwazuia kulia kama watu wasio na tumaini. Kuomboleza kwa Kikristo ni kujengana kwa njia ya nyimbo za ushindi wa mauti na zenye matumaini, pia kusoma neno la Mungu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa. Hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali twatafuta ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana na libarikiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu yetu huyu Cleopa David Msuya ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Basi tujinyenyekeze mbele ya Mungu Mwenyezi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti, tukiomba tukiwa tumesimama katika ukurasa ule wa 4. Sala yetu iko pale. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudini enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawagharikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Maana tumetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako. Tumetoweshwa miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana chapita upesi na kutokomea mara. Ni nani aujuaye uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana uturehemu. Bwana utupe amani yako. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tuketi. Tusikilize faraja ya neno la Mungu kwetu. Mtume Paulo anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Kristo, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani.
na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa, lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata waweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Na Yesu Kristo mshindi wa mauti anasema, amin, amin nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye kama mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambao wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na tena Kristo katika utukufu wake husema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Amen. Sasa tukijiandaa kusikia ujumbe wa neno la Mungu utakaoletwa kwetu na mkuu wetu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Baba Askofu Dr. Alex Gehazi Malasusa, tushirikiane sote kuimba wimbo namba 157, Mjini Mbinguni kwa Mungu.